Yes, Khalid Aucho, daktari wa mpira, kama ambavyo mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu Young Africans wamezoea kumuita hivyo. Jana ni kweli alipata majeraha na akashindwa kuendelea kwenye mechi dhidi ya Coastal Union, na shauku ikawa kubwa kwa mashabiki wa Young Africans kutaka kujua hali ya daktari Aucho, aliumia nini na alichoumia kama kitamweka nje kwa muda mrefu, kwa sababu watu wanajua kuna mechi nyingi zinakuja mbele na wanahitaji wachezaji wao wote wawe fit. Siku ya leo tukiongozwa na daktari wetu Moses Etutu, tulikwenda kwenye hospitali ya Saifi, fikiri wote mnaifahamu, hospitali ambayo klabu ya Young Africans imekuwa kiitumia mara kwa mara pia kwenye check-up za wachezaji wake. Tulikwenda pale Saifi na Khalid Aucho akafanywa check-up, vipimo tofauti, na ikagundulika amepata shida ya hamstring. Hamstring ni neno la kitaalam, lakini kwa lugha tu ya mpira, kwa watu ambao watakiwa waelewe kwa haraka, ni majeraha ya nyama za paja, sehemu ya nyuma. Ndio shida ambayo kaipata. Na kwa mujibu wa daktari Moses Etutu na mchezaji mwenyewe ambaye tumezungumza naye, Khalid Aucho, kwa kujibu swali ambayo watu wengi wamekuwa wakijiuliza, hata kuwepo kwenye mchezo dhidi ya Azam Football Club, na daktari ametuambia kesho atakwenda kufanya vipimo vingine. Baada ya vipimo vya kesho sasa ndio watakuja kugundua sasa ni kwa muda gani atakuwa nje. Lakini taarifa rasmi ambayo imetolewa na daktari na mchezaji mwenyewe akiangalia afya yake, naona hata kuwa sehemu ya mchezo wa Azam Football Club. Kwa hiyo ni taarifa ya daktari Khalid Aucho ambaye aliumia mechi na Coastal, amepata hamstring, na official sasa hata kuwa sehemu ya kikosi ambacho. Bwana, hiyo ndio taarifa kutoka kwa msemaji wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe akithibitisha kukosekana kwa Khalid Aucho kwa takribani ya wiki 3 mara baada ya kupata majeraha ambayo aliyapata kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union, mchezo ambao ulimalizika kwa klabu ya Yanga kuibuka na ushindi wa goli 1-0. Bwana, tuliona Khalid Aucho aliposhindwa kuendelea na mchezo na baadaye akatolewa nje. Moja kati ya tukio ambalo baadhi ya mashabiki wa Yanga walionekana kuhuzunishwa kutokana na umuhimu wa Khalid Aucho kwenye kikosi cha klabu ya Yanga na namna ambavyo amekuwa akisaidia timu yake. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga tumeona pia wamechapisha taarifa za Khalid Aucho, na walichokiandika wameandika atakuwa nje ya uwanja kwa wiki 3 kutokana na jeraha la nyama za paja alilolipata kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union. Ndicho ambacho wamekiandika. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga tumeona Khalid Aucho akipatiwa pole, lakini pia comment mbalimbali za baadhi ya mashabiki na wachezaji ambao wamemtakia kila laheri katika kuuguza jeraha lake ambalo alilipata hiyo jana kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union. Na taarifa mbaya ni kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Azam, mchezo ambao unatarajiwa kupigwa siku ya tarehe 10, ambapo sasa Yanga anakwenda kukipiga na Azam pasipo na Khalid Aucho. Moja kati ya mchezo muhimu, moja kati ya mchezo ambao Khalid Aucho ataanza sasa kukosekana. Na mara baada ya hapo basi mchezo utakayofuata ikiwemo pia hata ule mchezo wa kombe la CRDB hatua ya robo finali, bana Khalid Aucho pia atakuwa si sehemu ya huo mchezo kutokana na siku ambazo zimetajwa. Atakuwa bado anaendelea kuguza jeraha lake. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga tumeona comment mbalimbali, na nikupitisha tu kwenye baadhi ya comment ambazo zimeandikwa na mashabiki wadau wa soka mara baada ya Yanga kutoa taarifa za kukosekana kwa Khalid Aucho kwa takribani wiki 3. Huyu anasema get well soon fundi, mechi na Azam ataanza muda na duke na tutashinda, ndicho ambacho amekiandika. Mwingine anasema Mola kweke wepesi kwa kufundi wa mpira. Mwingine anasema get well quick, ndicho ambacho amekiandika. Mwingine anasema atapona kabla hizo wiki 3. Mwingine anasema hongereni Yanga kwa kujali wachezaji wenu. Mwingine anasema get well soon footballer Dr. Aucho Khalid, ndicho ambacho amekiandika. Mwingine anasema get well soon Aucho Khalid. Mwingine anasema itabidi kocha aanze na Mkude. Mwingine anasema hii ni taarifa mbaya. Mwingine anasema get well soon Dabi iko pale pale. Mwingine anasema this is Yanga kule kwa wazee warefu wanajifukizaga. Mwingine anasema
Pole daktari wa mpira. Mwingine anasema Get Master. Mwingine anasema chuma kiko fiti, tukutane Chamazi. Mwingine anasema hapo kina rambalamba wanafurahi. Mwingine anasema mwana Yanga kama una imani na Mungu wetu sema amin. Mwingine anasema inabidi tuzoe tu kwenye mechi za muhimu, bila yeye tushazoea. Mwingine anasema Mungu akurejeshe afya njema mtani, ila Yanga mtafute kiunge mwingine, huyu pancha nyingi. Mwingine anasema taarifa ya zaidi ipi tena? Mwingine anasema watu tunatibiwa sawa. Mwingine anasema mcheza rafu naye wamemkuta sawa. Mwingine anasema huyu naye okay sawa. Comment ni nyingi kuhusiana na kile ambacho Yanga wamekitoa, ama Yanga kutoa taarifa za mchezaji wao Khalid Aucho kuto kurejea kwa takriban wiki 3 kutokana na jeraha la nyama ambalo alilipata kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union. Kwa hiyo taarifa iko hivyo, na huenda pengine tukaenda kushuhudia mabadiliko makubwa sana kwenye ile eneo la katikati kwa upande wa Yanga mara baada ya kuumia kwa Khalid Aucho. Pengine huenda tukaona Milodi Hamid akianza na Shua Boy Abubakar, lakini pia huenda pia akaanza na Mudathiri kama ambavyo imezoeleka, lakini pia Duke ni moja kati ya wachezaji ambao wanaweza akamudu kucheza kama namba 6. Kwa hiyo itakuwa ni chaguo la kocha Milodi Hamid ambaye ataona ni nani ambaye atafaa kwenye michezo ambayo Khalid Aucho atakuwa hayupo takriban wiki 3. Kwa hiyo tutakwenda kushuhudia mabadiliko makubwa, na tukianzia kwenye mechi dhidi ya Azam, mchezo ambao Yanga watakwenda kuvaana na Azam, na tukijua kwamba mchezo wa kwanza ama mchezo wa raundi ya kwanza ama mchezo wa mzunguko wa kwanza Yanga walipoteza kwa goli 1-0. Sasa ni moja kati ya mchezo ambao Yanga wanataka kulipa kisasi, ni mchezo ambao Yanga wanataka kuendelea kujikita kileleni, lakini mara hii wanakwenda kucheza pasipo na kiungo wao mkabaji Khalid Aucho, raia kutoka Uganda ambaye amepata majeraha kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union, mchezo ambao ilimlazimu kocha kuweza kufanya mabadiliko na kuingia mchezaji mwingine ambaye alienda kuchukua nafasi ya Khalid Aucho. Lakini si mara ya kwanza Yanga kucheza pasipo na Khalid Aucho, na tumeona pia ikiendelea kupata matokeo. Kwa hiyo ni moja kati ya pengo ambalo unaweza kusema linazibika kutokana na aina ya wachezaji ambao wanacheza nafasi hiyo na namna ambavyo wamekuwa wakiziba vyema pindi ambapo Khalid Aucho anapokosekana. Kwa hiyo tusubiri na kuona nini ambacho kocha wa klabu ya Yanga atakifanya kuelekea kwenye michezo ambayo inamkabili pasipokuwa na Khalid Aucho. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.